Naye naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewataka viongozi na wakazi wa eneo la Mlima Kenya kutokubali kugawanywa na yeyote, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa zinazotokea miongoni mwa viongozi katika eneo hilo zitatatuliwa bila kuhujumu umoja wa wakazi eneo hilo. Akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la St. Raphael Gaichangiru, kaunti ya Murang'a, Kindiki amewashauri Wakenya kujiepusha na wale wanaowachochea kuvamia mikutano ya viongozi wanaopinga utawala wa kitaifa. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ameongoza viongozi wengine serikalini kuhudhuria ibada ya shukrani katika kanisa la Katoliki la Mtakatifu Raphael Gaichangiru, kaunti ya Murang'a. Kindiki akiwataka viongozi na wakazi kutoka eneo la Mlima Kenya kutokubali kugawanywa na yeyote, akisema tofauti za kisiasa zinazotokea miongoni mwa viongozi katika eneo hilo watazitatua bila ya kuhujumu umoja wa wakazi eneo hilo. Mimi naomba kwa unyenyekevu hii jamii ya sehemu hii ya Kenya ambao tunaitwa watu ya Mount Kenya, mimi nawasihi tuendelee kukaa pamoja tukiwa kitu kimoja, na wakati kuna tofauti kidogo kidogo ya kisiasa tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united. Amewashauri wakazi kujiepusha na viongozi wanaowachochea kuvamia na kuvuruga mikutano ya pinzani wao au biashara za wenzao, akibaini kuwa siasa ni za muda na yuko tayari kulinda umoja wa wanamlima kwa vyovyote vile. Mimi nataka niombe kwa unyenyekevu, tuwe ni watu wa kuvumiliana, na hata kama tuko na tofauti kidogo kidogo ya hapa nyumbani, tusitumie hiyo nafasi kuvuruga amani ya jamii na amani ya taifa, kwa sababu siasa ni mashindano ya uongozi. Usitumike kuvuruga amani ya jamii, utusi mwenzako, upige ndugu yako ama mzazi wako, uharibu mali ya jirani yako, kwa sababu mambo ya mashindano ya siasa itapita. Amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza itawafanyia kazi Wakenya wote bila kuwabagua, akiwataka Wakenya kuipa serikali muda kutekeleza yale waliowaahidi, akisema rekodi ya kazi walioifanya itawatetea watakapokuwa wakiomba kura kuchaguliwa tena. Tunataka tuchukue nafasi ambayo tuko nayo serikalini kuboresha maisha ya wananchi, kusukuma maendeleo. Barabara ikijengwa inaleta manufaa kwa wananchi, na ndio tumeamua ya kwamba sisi zote tutashirikiana, tutetee serikali, watuletee maendeleo. Mambo ya uchaguzi ikifika, tutapiga kura ingine kulingana na rekodi ambaye kila kiongozi atatupatia. Isaac Musyoka, Undugu TV.